بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف وانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون الآبدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه عليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف قال عليه الصلاة والسلام إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. صدق الله. Mwenyezi Mungu anatuambia hali ya kufichua hali ya watu wanafiki, akisema walladhina ittakhadhu masjidan dirara, na miongoni mwa wanafiki wako wale jamaa ittakhadhu, walijenga msikiti dirara, kwa ajili ya kudhuru kwayo watu wa Islamu. Miongoni mwa watu wa Islamu, mwa watu wanafiki wako ambao waliujenga msikiti kwa ajili ya kutaka kuwadhuru kwayo watu wa Islamu, wa kufra, na waliujenga wa msikiti kwa sababu ya kutaka kusaidia ukafiri, wa kufra, na waliujenga wa msikiti kwa sababu ya kutaka kusaidia wakafiri, kama vile wakafiri wanapopiga Waislamu vita, na vile vile wanapiga Waislamu vita baridi, vita ya chini chini. Watafriqan baina almu'minin, sababu ya tatu waliujenga wa msikiti kwa sababu ya kutaka kufarikisha baina ya watu waumini walioamini imani kamili. Farikisha leo lipatikane Lang'ata jamaa, lipatikane Lindi jamaa, lipatikane Kambikirwa jamaa, lipatikane Kambemuru jamaa, lipatikane Kambigani kula jamaa. Hiyo tafriq, hii ni kufarikisha jamaa hiyo nyingi, na kila jamaa ikiwa nyingi, idadi ya waumini katika msikiti ile ya kwanza inakuwa nini? Punguani, inapungua. Na hali ya dini inataka jamaa iwe kubwa, dini inataka jamaa iwe nini? Kubwa. Na ndio kizuri kwa mtu kuswali mahala ambapo jamaa yake ni nini? Kubwa, ni nyingi, kuliko kusali pale ambapo wewe peke yako, ukiharibika kitu basi imeharibika. Ukiwa na jamaa, mengine yataungwa na ya jamaa. Basi wamejenga misikiti kwa sababu ya kutaka nini? Kufarikisha baina ya waumini. Sababu ya nne
waliojengea kwa hiyo misikiti, wamejenga misikiti irsadan, iwe ni mahala pa kuongoja liman, huyo mtu ambaye haraba Allah, anampiga Mwenyezi Mungu vita, wa rasulahu, na mtume wake, min qablu, kabla ya kujenga huo msikiti. Huyo mtu aliyekuwa akimpinga Mwenyezi Mungu, akimpinga Rasul sallallahu alaihi wasallam kabla ya hiyo msikiti, ndio msikiti huo ni mahala pa kumwongoja huyu mtu aje apitishe vitu vyake ndani ya hiyo msikiti. Ya Rasulullah, ya Nabii Allah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yahlifunna, na hao watu wanafiki wataapa kwenu wakisema, in aradna, hatukutaka kwa kujenga huo msikiti. In aradna, hatukutaka kwa kujenga huo msikiti. In aradna, hatukutaka kujenga huo msikiti illa al-husna, ila nia nzuri tu ndio tulitaka kujengea kwa hiyo msikiti, ila wema tu ndio tulijengea huo msikiti kwa hiyo, ila kheri tu ndio tulijengea kwa hiyo msikiti. Na hali ya kuwa msikiti umejengwa kwa hiyo ambayo Mwenyezi Mungu kasema. Wao wanasema husna. Katika Islam madhara sio husna, sio mema. Katika Islam kufran sio mema. Katika Islam tafriqan sio mema. Katika Islam liman haraba Allah, mwenye kumpinga Mwenyezi Mungu na mtume sio mema. Wamejenga misikiti kwa sababu ya hayo mani. Hawakujenga misikiti kwa sababu ya kuwaunga watu Waislamu wawe wamoja, safu moja, jamii moja, watu moja. Halikuwa nini? Hilo ndilo kusudio lao. Wallahu, hakika bila shaka yeye Mwenyezi Mungu yashhad, anaona, anashuhudia, innahum, hakika bila shaka wao wanafiki lakadhibun, ni warongo. Hizo udhuri zao walizitoa kuwa ni za nini? Za uongo. Umepata Talibani? Mwenyezi Mungu kasema, walladhina, kuna baadhi ya watu wanafiki. Walladhina, kuna baadhi ya watu wanafiki, ittakhadhu, waliujenga. Kuna baadhi ya watu wanafiki waliufanyaje? Waliujenga nini? Masjidan. Walijenga kitu gani? Walijenga misikiti. Misikiti ya nini? Ya ibada, misikiti ya kusujudu, misikiti ya kurukuu. Mwenyezi Mungu kakataa. So, waliujenga misikiti ya nini? Raran, msikiti wa madhara ya kuwadhuru waumini, msikiti wa madhara ya kudhuru Waislamu. Sawa? Ndio msikiti watu wanafiki walijenga misikiti ya madhara ya kudhuru watu Waislamu. Sababu ya pili, waliojenga misikiti kufran, walijenga misikiti kwa sababu ya kutia nguvu ukafiri, au kwa sababu ya kusaidia ukafiri. Walijenga misikiti kwa sababu ya nini? Ya kusaidia nini? Ukafiri. Tena sababu ya tatu, waliojengea kwa hiyo misikiti, watafriqan baina almu'minin, waliojenga misikiti kwa sababu ya kutaka kufarikisha kati ya waumini.
Unataka kufarikisha nini? Kati ya waumini. Kati ya waumini. Kufarikisha kati ya waumini namna gani? Lang'ata iweko jamaa inasaliwa, Lindi iweko jamaa inasaliwa, Silanga iko jamaa inasaliwa, Lainshaba iko jamaa inasaliwa, Gofu Kosi iko jamaa inasaliwa, Gofu iko jamaa. Hayo yote ni nini? Ni kifarikisho ya kufarikisha watu nini? Watu waumini. Walijenga misikiti kwa sababu ya Waislamu wafarikiane katika jamaa. Sawa? Nani anayesema hivyo? Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema. Anafichua hali ya watu gani? Watu wanafiki. Watu wanafiki. Na walijenga misikiti watafarika baina ya muumini kwa ajili ya kutaka kufarikisha kati ya watu waumini. Sababu ya 4 waliojengea kwa hiyo misikiti iwe irsadan, hiyo mahala pa kuongoja liman, huyo mtu wao ambaye haraba Allah, aliyokuwa akimpiga vita Mwenyezi Mungu, kwa kumpinga Mwenyezi Mungu wa rasulahu, na huyo mtu aliyokuwa akimpinga rasul na kumpiga rasul sallallahu alaihi wasallam vita. Walijenga misikiti imongoja huyo aje. Hiyo ndio mahala pake pakuja kunini kueneza vitimbi. Hiyo mahala pake senta yake ya kuja kueneza vitimbi Madina. Min kabla ya kuja alikuwa mpiga vita Mwenyezi Mungu, mpinga Mwenyezi Mungu kabla ya kujenga huo msikiti. Na kwa sasa mahala pa kuweza kufanya propaganda kubwa ya kupunguza nguvu ya watu wa Islam ni kujenga msikiti ulio na madhara. Sawa Suleiman? Naam, sawa. Wala yahlifun, na wataapa kwenu. Wala yahlifunna, wala hakika wallahi bila shaka, yahlifunna, wataapa kwenu, huwa in aradna, hatukutaka kwa kujenga huo msikiti. Wala yahlifuna, hakika bila shaka wallahi wataapa, hatukutaka. In aradna, hatukutaka kwa kujenga huo msikiti, hatukutaka nini chochote illa alhusna, ile tulijenga msikiti kwa sababu tunataka wema, tunataka uzuri. Sawa? Naam, sawa. Tunataka uzuri, ndio tumeujenga huo msikiti. Wallahu, naye Mwenyezi Mungu, wallahu, yeye Mwenyezi Mungu, yashhadu, anashuhudia. Yeye Mwenyezi Mungu anaona, innahum, hakika shaka hao watu wanafiki, lakadhibun, wao ni watu warongo. Lakadhibun, watu ni watu gani? Watu warongo. Na hayo maneno yote ni siri waliokuwa wameyaficha wanafiki katika nyoyo zao, lakini Mwenyezi Mungu ameyadhihirisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa waumini na kwa Waislamu wajue kuwa kuna watu mbea fulani ya kiunafiki wanaoficha imani, ukafiri ndani ya moyo, na wanadhihirisha imani katika ulimi. Basi ya Rasulullah, ya Nabii Allah, ya Muhammad, la taqum fihi abadan. Amri ya Mwenyezi Mungu inakuja kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na wafuasi wake. Ya Rasulullah, la taqum fihi abadan, usisali ndani ya hiyo msikiti milele. Usisali ndani ya hiyo msikiti milele. La taqum, usisali fihi, ndani ya hiyo msikiti, abadan, milele. Sawa Suleiman? Naam, sawa. Misikiti gani hiyo ambayo Mtume ameambiwa usisali ndani yake? Misikiti dhirar, ya madhara, misikiti ya kufra, kusaidia ukafiri, misikiti ya tafrika na kufarikisha waumini, misikiti ya isada liman harama Allah, kuongoja kuwa ni makazi sente ya mwenye kumpinga Mwenyezi Mungu. Hiyo misikiti usisali ndani yake milele. Mambo yamekuwa wazi, yaliyofichikana yamekuwa nini?
wazi. Ndio Mwenyezi Mungu anasema la masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. La masjidun, hakika bila shaka, wallahi ya Rasulullah, msikiti usisa uliowekwa msingi wake, usisa msikiti uliowekwa msingi wake ana takwa, juu ya uchaji Mungu. Msikiti uliowekwa foundation yake juu ya mcha Mungu, kwa sababu ya uchaji Mungu, kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Sawa? Msikiti uliowekwa msingi wake kwa sababu ya Mwenyezi Mungu ana takwa, kwa sababu ya uchaji Mungu. Min awwali yawm, toka siku ya mwanzo inapowekwa huo msingi, toka siku ya kwanza unapowekwa hiyo foundation, haqqu, hiyo msikiti ndio ina haki mno an taquma fihi, usali ndani yake. Hiyo msingi huo msikiti uliowekwa msingi wake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hiyo msikiti ndio una haki mno, una haki sana kusali ndani ya hiyo msikiti. Ndani ya nini? Hiyo msikiti ya Quba. Sawa? Madina pale walijenga msikiti ya pili wanaita Masjid Haram. Nilikuwa kwa msikiti wa Mtume ile alijenga inaitwa Quba. Hiyo msikiti ya Quba ndio unayo haki mno kusali ndani yake. Kwa nini? Huko umejengwa kwa msingi wake uliwekwa kwa nia ya kumcha Mwenyezi Mungu. Naam, jazakallah khair. Kwa msingi wa msikiti ule uliwekwa kwa nia ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini ukijengwa msikiti kwa sababu Lang'ata ina misikiti na sisi tujenga misikiti, unaona utaji Mungu kwa hapa. Kwa sababu Nairobi wewe ina misikiti, kwa nini tujenga misikiti? Utaji Mungu kwa hapa. Kwa sababu wapi hapa Gogosi ina misikiti, tujenga misikiti? Hakujengwa kwa misikiti, bali ujengwa huo msikiti kwa ajili ya ria. Msikiti umejengwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya ria, si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na ndivyo kila kitu katika hii Islam kinatakiwa kitendwe. Kwa nini? Kwa ikhlas. Kwa kitu gani Suleiman? Kwa ikhlas. Ikhlas nini? Utakasifu wa nia. Utakasifu wa nia kwa Mwenyezi Mungu, pasina ishrak, pasina ria. Fanya kila kitu ufanye kwa ikhlas, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kila unachokifanya ufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, sio kwa ajili ya mtu. Hapo ndipo baraka itapatikana na taufiki Mwenyezi Mungu atauwekea. Ona hiyo misikiti imejengwa kwa maovu manne, kakatazwa Mtume asisali ndani yake. Sawa? Naam. Na mengineyo mengi utayakisia wewe mwenyewe. Hayo manne mkolea Mwenyezi Mungu kwa ni waza uige mengine kama hayo. Ndio Mwenyezi Mungu anasema la masjid, hakika bila shaka msikiti usisa uliowekwa msingi wake ala taqwa, juu ya uchaji Mungu, min awwali yawmin, toka siku ya mwanzo unapowekwa ule msingi wa msikiti. Ahaqqu, ndio ina haki sana, ndio ina haki mno, ndio ina haki zaidi, an taquma fihi, usimame usali ndani yake. Msikiti uliotengezwa bi ikhlas ndio msikiti unafaa mtu asali ndani yake. Fihi, umo ndani ya huo msikiti. Msikiti gani? Msikiti uliojengwa kwa nia ya kumcha Mwenyezi Mungu. Naam, fihi, umo ndani ya msikiti uliojengwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Fihi, umo ndani ya msikiti uliojengwa kwa ikhlas. Imo ndani yake, wako ndani yake nini? Rijal, wako ndani yake wanaume. Jamani, naam, ndani ya msikiti uliojengwa ndani yake, uliojengwa kwa nia ya ikhlas kwa Mwenyezi Mungu. Fihi rijal, wamo ndani ya msikiti wanaume.
Sawa? Naam sawa. Wao ndani ya msikiti wanaume yuhibbuna, wanapenda an yatatahharu, wanapenda kujitahirisha, wanapenda kujinadhifisha, wanapenda kujisafisha. Hao wanaume hawa wakienda haja ndogo, wana tafuta kajiwe kadogo, wanakaosha nao kwanza haja zao ndogo, wanatupa ndio, alafu wanatumia maji. Unaona vitakasio vingapi wanatumia? Kijiwe kidogo wanatakasia kwayo, wanakaushia kwayo ule umajimaji uliotoka, wanatupa tena, wanasafisha kwa maji. Wakaenda haja kubwa vile vile hivyo hivyo wanatumia, kija kutumiwa katika kufyonza haja kubwa hiyo na kuondosha hiyo haja kubwa, na baadaye ndio peleka nini, usafisha kwa nini? Kwa maji. Mwenyezi Mungu kawasifu hao watu, wao wanapenda sana kujisafisha, wanapenda sana kujitakasa, wanapenda sana kujinadhifisha. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nini? Al-Islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulu al-jannata illa nadhifun. Al-Islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulu al-jannata illa nadhifun. Al-Islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulu al-jannata illa nadhifun. Salawatullah alayhi wasallam. Al-Islam ni dini takasifu, haikubaliani na uchafu, sinable and sinable. Nini sema? Uislamu au kubaliani na uchafu, sinable and unsinable. Maana yake nini? Unaonekana na usioonekana. Uislamu haukubali yani na uchafu unaoonekana kwa macho na usioonekana kwa macho. Sasa inatakiwa mtu Muislamu awe namna gani? Awe mtu Muislamu msafi kutokamana na uchafu unaoonekana na msafi kutokamana na uchafu usioonekana. Uchafu usioonekana, uchafu wa ushirikina. Uchafu usioonekana, uchafu wa kiukafiri. Uchafu usioonekana, uchafu wa kiunafiki. Uchafu unaoonekana ndio machafu haya najisi tunazozijua. Sawa? Hizo najisi ni mambo maarufu tunajua, katika ile kitabu ya Mubadala Fiqhia imeeleza najisi nyingi tunajua. Sawa? Sasa machafu yote hayo yatakiwa mtu Muislamu ajitakase nayo. Awe namna gani mtu Muislamu? Mtu Muislamu ndani yake moyo wake safi, fikra yake safi, safi, mwili wake safi, mavazi yake safi, vitendo vyake safi. Ya salam. Tukiwa hivyo Waislamu tukitang'ara kama nini? Kama jua Selemani. Naam. Tukiwa hivyo tutang'ara kama jua, lakini Islamu imekosa Waislamu. Selemani. Naam. Islamu nini? Imekosa Waislamu. Imekosa Waislamu watenda kazi. Imekosa Waislamu waigizaji Rasuli. Imekosa Waislamu waigizaji dini. Katika huo msikiti amesema Mwenyezi Mungu nini? Fihi, imo ndani yake rijalu, wanaume, yuhibbuna, wanaopenda an yatatahharu, wanapenda kujitakasa. Sawa? Naam, sawa. Wanapenda kujitakasa kihakika na kihali na kidhahiri na kiundani na kimawazo, na vitendo vyao vyote ni visafi. Wanapenda kujitakasa. Wallahu, ndiye Mwenyezi Mungu,
yuhibbul mutahhirin, anawapenda wenye kujitakasa, yani anawapa wenye kujitakasa ujira uliokuwa mkubwa kwa sababu ya usafi wao, anawapa ujira uliokuwa mkubwa kwa sababu ya unadhifu wao, anawapa ujira uliokuwa mkubwa kwa sababu ya utakasifu wao. Unaona sasa, Islami hii ni dini ya waungwana watakasifu dhahiri na batini, waungwana watakasifu nje na ndani, waungwana watakasifu, uoni wao safi, usikizi wao safi, ndimi zao safi, vitendo vyao safi, mitikisiko yao safi, mwendo wao wanakwenda pale pasafi vile vile, na maisha yao maisha masafi. Sasa kwa Mwenyezi Mungu anawapenda watu watakasifu, na mtu Muislamu mwenye kuamini imani kamili anapenda Mwenyezi Mungu amuone mahala pale ambapo anapenda Mwenyezi Mungu kuona, au anapenda Mwenyezi Mungu kuwapa ujira, nao ni mahala pa watu wasafi. Sawa, kuna ibada chafu na kuna ibada safi. Ibada chafu ni ibada ile kosa sharti zake, nguzo zake, wajibati zake na adabu zake. Hizo ni ibada chafu. Ni ibada safi, ibada iliyokamilika, sharti zake, nguzo zake, sunna zake, wajibati zake, hizo ni ibada kweli. Sasa anasema Mwenyezi Mungu wale waja watakasifu. Ndio hivyo, hata tukienda misikitini, mjua alisifu wale wanaume fihi, ndani hiyo msikiti wako rijalun, wanaume yuhibbuna, wanaopenda an yatatahharu, wanapenda kujitakasa. Sasa mjua anataka nini? Tukienda misikitini tuwe wasafi, tusiende misikitini na nguo ya kazi. Tuende number 1 nini? Dress. Tuende number 1 dress, kwa kuwa tuenda parade. Askari ikiwa parade ya jitendi, the second dress. Parade ya kamanda, third dress. Parade ya Major General, number 1 dress. Parade ya president, special dress. Wanafikiri dress hizo moja Selemani? Si moja. Na Mwenyezi Mungu anataka vile vile akituambia nini? Zinatakum inda kulli masjidin, chukueni mavazi yenu maridadi, zinatakum, mapambo yenu, mavazi yenu maridadi, inda kulli masjidin, zama mnapokwenda, kila katika sala mnapokwenda muwe maridadi. Sasa tutasikia hayo Selemani? Tuna habari na hayo? Tuna maarifa na hayo? Tuna ujuzi na hayo? Hatuna. Hata mwisho tutasema nini? Leta ile kanzu hata ile ya sala, hata usipige pasi ya hizo. Ndipo au sipo? Ile ya sala hata usipigwa pasi ya hizo, lakini inakuwa nayo pati. Saa 3 mzima hiyo shati moja bado unapiga pasi. Upige ukaushe kwa jua ipige. Suruali upige tena ukaushe uweke kwenye hanga hiji. Koti upige kwenye hanga hiji. Tena ulete kitambaa na maji. Tena nguo nyingine uweke juu paji. Basi utapiga tena baji. Koko moyo wako umeshughulika na kina nani? Na watu. Kweli hii urongo? Kweli sema. Au kweli urongo sema. Kweli. Hiyo ya sana lete tu, hata kama ikipigwa pasi haidhuru. Haidhuru namna gani unataka uende safi bwana? Sawa?
afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khair amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanahara bih fi nari jahannam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Hapo Mwenyezi Mungu anaeleza nini? Suali. Mwenyezi Mungu ananiuliza, Mwenyezi Mungu anakuuliza wewe, Mwenyezi Mungu anatuuliza sisi. Usifikiri kwa Mwenyezi Mungu ananiuliza mimi. Fikiri Mwenyezi Mungu anakuuliza wewe peke yako. Bali naulizwa mimi, naulizwa wewe, na tunaulizwa nani? Sisi. Na kila mmoja akae kufanya nini? Hiyo test hiyo examination, kila mmoja akae kufanya nini? Tayari kujibu. Kutayarisha majibu ya kujibisha ile swali. Kila mmoja kuwa tayari kujibisha nini? Hilo swali. Hilo swali. Fikiri Mwenyezi Mungu ananiaddress mimi. Wewe pia natakiwa majibu kutoka kwako. Hiyo iliyoko famani. Unaona kabla ya famani kuna nini? Hamza hiyo alifu hii inaitwa nini? Hamzatul istifham, question mark. Letter of questioning. Afaman, je, yule mtu ambaye afaman, je, yule mtu ambaye afaman, je, yule mtu ambaye asasa, aliyeweka msingi, asasa, aliyeweka msingi, bunyanahu, la jengo lake. Je, yule mtu aliyeweka msingi wa jengo lake ala taqwa, kwa ajili ya uchaji, min Allah, wa kumcha Mwenyezi Mungu. Je, yule mtu aliyeweka msingi la jengo lake juu ya uchaji wa kumcha Mwenyezi Mungu, wa ridwan, na juu ya kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu, khairun, huyu mtu ni bora. Lemane khairun ni bora huyo, khairun ni bora huyo. Huyo mtu aliyeweka msingi wa jengo lake juu ya uchaji Mungu na kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu ni bora huyo mtu. Anakuuliza Mwenyezi Mungu, azalo ni wafadhali, azalo na kutu asas tebeto sababu takafurabana wazu radhi tarabuna azode afdal au ma afdal. Sawa Suleiman? Naam, sawa. Afaman Abdallah, kalam di dasmu Rabbana gasad ana gasadita kaman ugasadina au masadina ugasadina azola al kutu asas foundation msingi tajua to ala taqwa min Allah fi sabab takafura Allah takafura buna wakutu asas wa msingi tajua tede sabab taridwan tajura radhi min rabbuna karabana kun radiyanu Mungu azola afdal. Je, Suleiman, afaman, je yule mtu ambaye asasa, aliyoweka msingi bunyanahu wa jengo lake ala taqwa, juu ya uchaji Mungu, min Allah, juu ya uchaji min Allah, wa kumcha Mwenyezi Mungu, wa ridwani, na kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu, khairun, huyo mtu ni bora. Khairun, je ni bora huyo mtu? Khairun ni bora, je huyo mtu ni bora? Second question, swali la pili, amman au ni bora, amman au ni bora, man mtu ambaye asasa, aliyoweka msingi
buniana wa jengo lake ala shafa, juu ya kando jurufin, wa pembezoni harin, kwa mahala panapo pomoka. Ameweka msingi wake kando ya mahala panapo poromoka. Sasa katika bonde linaloporomoka, oneni hapo hilo bonde hapo, si bonde hapo. Kaleta huyu mtu msingi ya nyumba yake kaweka hapa, Shafahari ni katika pembe la bonde lenye kuporomoka. Sawa. Tena udongo huo aliowekea, kwa hiyo msingi wake udongo unini una umajimaji. Sawa. Shafahari unaporomoka, imekuwaje huo msingi na ile wa ile jengo? Fanaharabe, alipokuwa akiweka ule msingi udongo una umajimaji, tena kwenye mporomoko, fanaharabe, ukaporomoka mahala pale pa msingi pamoja naye. Anaweka msingi poromoka, yeye mwenyewe akaporomoka, jengo limeporomoka. Tena bane upo vitu vingapi vimeporomoka? Vitatu. Nini na nini? Msingi, jengo na yeye mwenyewe. Na yeye mwenyewe pia akaporomoka. Fanaharabe, aliporomoka, jengo limeporomoka, msingi limeporomoka, na pale palipowekwa yule msingi limeporomoka. Wameporomoka wapi? Fi nari jahannam. Wote wako yeye na vyombo vyake na materials zake zote zimeporomoka katika moto wa jahannam. Haya, sawa na yule? Sio sawa. Watu wanambia wao ni sawa hawa. Sasa unataka wewe kuwa mtu gani wewe? Wewe kheri yako, bora wako uweko mahala pale Mwenyezi Mungu alipotaja khairun. Ona kitabu yake Mwenyezi Mungu, kuwa katika mahala pale alipotaja Mwenyezi Mungu nini? Khairun. Kheri yako, uzuri wako, wema wako umo katika mahala pale alipotaja Mwenyezi Mungu kheri. Kuwa mahala pale na kuwepo katika kheri ni kuwa namna gani? Uweke msingi wa jengo lako juu ya uchaji Mungu na kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu. Sawa? Kila lako unalolifanya weka msingi wake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu. Kila jatakaltegiso kutu foundation tu msingi tu sababu ta Allah sababu altazura radhi min Allah itabifani bilone tuma bifani. Sawa? Wallahu, na Mwenyezi Mungu la yahdi alqauma adh-dhalimin. Mwenyezi Mungu haongozi kundi la watu wadhalimu. Mwenyezi Mungu hagaidi katika true path wale watu madhalimu. Dhalim ni nani? Adh-dhalimu huwa man wadaa shay'an fi ghairi mahalli. Dhalim yamunu dhalim ya jela likikuta haja bakana almato. Ana Abdallah shule 20 ndio udile hilo. Abdallah shule 20 ودينا سولو هلا عبد الله عديد عبد الله ما عديد عبد الله دي قاعد وكنت حاجه بمكان المتو المهم عبد الله chukua 20 mpe hilo. Abdalla akichukua 20 kama yule Saleh ametumwa kwa Saleh, hakutumwa kwa Saleh. Sasa Abdalla ni nani? Ni dhalim kwa kuwa kaweka 20 mahala pasipo pake.